Kizimkazi, lakini Kizimkazi dimbani. Na leo hii tumekuja kuangalia fursa kwa sababu kuna tamasha la Kizimkazi. Tutasema Kizimkazi kumenoga. Kuna mambo mawili, kuna shangwe na kuna fursa. Lakini hapa nakuja kuangalia fursa za Kizimkazi. Fursa za Kizimkazi ni zipi? Nazungumzia uchumi wa buluu. Lakini tunarudi, utajiri wa Kizimkazi ni upi? Utajiri wa Kizimkazi ni uvuvi pamoja na utalii. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia kwamba kupitia uvuvi, uvuvi ni utajiri uliopo hapa Kizimkazi. Uvuvi huu si mwingine. Nataka tuangalie sasa kule. Sasa hivi maji yamekupwa, lakini baadaye maji yatajaa. Na vile vile katika kupwa kwa maji, kiangalia pale naona vyombo vimekaa. Lakini vyombo hivi ambavyo vilivyokaa hapa vinasubiri maji yaweze kuja na yaweze kuondoka. Tukirejea, kwa hiyo tunaangalia kwamba familia zinaweza kula kupitia hapa baharini. Familia zinaweza kuvaa kupitia hapa baharini. Familia zinaweza kuongezeka kupitia hapa baharini. Katika huu utajiri wa uvuvi, watu wanaishi maisha ambayo ni mazuri kabisa kwa wakazi wa hapa Kizimkazi. Kwa sasa kama ambavyo unavyoweza kuona, bahari maji yapo kule. Nilisema maji yamekupwa alafu baadaye yatajaa. Kwa chombo hiki ambacho nilipo hapa, nazungumzia sasa swala la utalii. Hiki kitasubiri maji mpaka yajae na vile vile yaweze kwenda. Niko Kizimkazi, bado naendelea kukuambia Kizimkazi kumenoga. Lakini nikitupa jicho langu kule, vyombo ambavyo leo hii vinavyotumika katika uvuvi wa samaki. Vile vyombo, kuna aina mbili ya vyombo. Kuna chombo kinachoweza kusubiria maji kwa sababu ya ukubwa, lakini kuna chombo ambacho hakiwezi kusubiria maji. Kama ambavyo ninavyokuambia kwamba kinaweza kikasukumwa mpaka kufika kwenye maji, na baada ya hapo safari ya uvuvi ikaendelea. Furaha yangu leo niko maeneo ya Kizimkazi. Na ndio maana hata vazi langu ukiliangalia nasema mashallah, ili ni vazi baibui. Nimemkumbusha wengine, nimekukumbusha mbali sana unaniangalia kupitia muziki huu wa mwambao. Na ndio maana nimekaa kimwambao. Umeona mwambao? Nimekaa kimwambao. Na vazi hili hasa tulilijulia kule Tanga na hapa wakazi wa Zanzibar. Lakini hapa leo nipo Kizimkazi. Ahlan wa sahlan. Assalamu alaikum. Naomba nikwambie kupitia hapa Kizimkazi mimi ninaitumia, maana wanasema kuna shangwe na kuna fursa. Mimi naomba niitumie shangwe, lakini pia naitumia fursa niloipata hapa kukuletea muziki wa mwambao. Mimi naitwa Mariam wa Migomba, Mami Originali ndo jina langu. Lakini hapa burudani ninaanza nayo siku ya leo, nataka nikwambie tatizo kama mdomo. Shoga yangu, maana hunogi kwa kulumagia wala hunogi kwa kuchovya. Alafu unataka kushindana na mie, hii ni namba nyingine kabisa. Na ndio maana wakati mwingine tunaweza tukakwambia tuliza boli shoga yangu, wakati mwingine kiwanja kinaweza kuwa kidogo. Si maneno yangu, ni maneno ya kwake Mauatego, na ni fundi zima la Coast Mode Tara. Anaitwa Mauatego. Naomba niti. Kamdomo kamekupoza, dosi yangu haina kipimo, hebu nawe uja kwanza. Tatizo kamdomo kamekupoza, dosi yangu haina kipimo, hebu nawe uja kwanza. Una nini
ninapoupokea. Kuna watu katika haya maisha midomo yao, ulimi wao, mate yao wamewekea kwenye maisha ya watu, lakini nataka tukwambie leo hii ungepunguza mdomo, angalau ungeweza kufanikiwa. Lakini naambiwa siku zote mdomo wala si maneno mazuri. Nazungumzia mdomo wa maneno, sizungumzi mdomo wa kula, hasa ulimi wako wakati mwingine unavyoweza kuchezesha. Na ndio maana nikakwambia ya kwamba huwezi ukashindana na mie. Hii ni namba nyingine. Inawezekana mipango yako ulioipanga mie niumbuke ama ananiangalia aumbuke, lakini nafika mahali mipango yako Mungu anaipangua. Ebu kaa chini, sema na dhiki zako. Ebu kaa chini, sema na shida zako. Ebu kaa chini, angalia maisha yako. Una roho mbaya mpaka shetani anakuogopa, inahusu. Mtazamaji, naomba niachilie maneno haya kutoka kwake enzi za uhai wake marehemu Miriam Hamdani kupitia muziki wa mwambao leo Kila wimbo una maudhui yake, na leo hii kama nilivyokuambia niko maeneo ya Kizimkazi. Hapa nimekalia mwamba wa Dimbani, maeneo ya Dimbani hapa. Lakini kilichonifurahisha kwa wakazi wa huku, wallahi ni wakarimu, wakazi wa huku wastaarabu, wakazi wa huku wapole, wakazi wa huku wana hofu ya Mwenyezi. Hicho ndo kitu ambacho kimenifurahisha. Lakini kwa wakazi wa huku hapa maeneo ya Kizimkazi, jamani, kuna neno ambalo nataka nilitumie. Utajiri wao ni uvuvi. Kwa hiyo mimi imenikosha sana, utajiri wao ni uvuvi. Naamini kabisa utajiri huu, kama ni mwanaume ameenda kuvua, akirudi atampa mkewe pesa, watoto watasoma, kila kitu kitafanyika. Mimi sina la ziada zaidi ya kuweza kukushukuru kwa kuangalia muziki wa mwambao leo hii ambao umetokea hapa maeneo ya Kizimkazi. Mimi naitwa Mariam wa Migomba, Mami Original. Panapo hai na uzima, tutakutana wiki ijayo tena. Wapi? Tutakutana bara ama bado nitaendelea kuwepo hapa maeneo ya Kizimkazi. Wale wanaopendana nisemayo